Taona katika darasa zetu za ahkamu janaiz, maiti yuko ndani wakati huo anashughulikiwa kwa kukoshwa na kukafiniwa, na watu wanafuta machozi, mwenye kuomboleza anaomboleza, mwenye hivi anafanya hivi, yeye mwenyewe anasema na watu wake, lakini wapi, kuna pazia zito limewekwa baina yake na watu wake. Sasa hawasikilikani, anoyasema yeye wao hawasikii, lakini wanaoyasema wao watu walio hai yeye anasikia, lakini kujibu hawezi, na vile vile hata akijibu hawasikii wale. Hapo mwenye kukusanya mali ndipo atapoambia watu wake, jamani nye, ya ahali ya abnai, enyi watu wangu, enyi wanangu, la talabanna bikumud dunya, isikuchezeeni dunia kama laibat bi, kama ilivyonichezea mimi. Mwenzenu imenichezea mno, nyinyi mwanikosha sasa, maomboleza sasa, kumbe hayo hayafai, na mengine nimehusia mwenyewe kwamba nikifa sasa najionea mwenyewe. Balaa gani sasa hivi? Mengine huyo mtu kafanya mwenyewe, kausia mwenyewe, hapa mimi nikifa hapa kango kadhaa kaza zipikwe, hapa mimi nikifa hapa wanangu mnililie sana na hivi na hivi. Pengine mwenyewe kafanya mambo yale. Sasa anasema na hawasikii watu, ya ahali, enyi watu wangu, ya abnai, enyi wanangu, la talabanna bikumud dunya, tahadharini isije ikakuchezeni na nyinyi dunia kama laibat bi, kama ilivyonichezea mimi. Laqad jama'tul mala, mimi nimekusanya mali, min hillihi wa haramihi, sikujali kitu bwana kutoka halali yake na haramu yake. Wataraktuhu fikum, na nimeiwacha mali hiyo kati yenu na mimi. Wasausalu anhu wahdi amama Allahi, na kwenda kuulizwa kuhusu mali hiyo peke yangu bila Mwenyezi Mungu. Wakati nyie kumnalewea, mnakulia unga wanangu, mnaifanyia balaa gani? Mimi peke yangu nakwenda kusakamwa na mali ile. Wal amal al jam'i al mali. Kwa hivyo anasema Albani, sababu hasa ya kuandika kitabu hichi, kitu gani kimetokezea hata nikaandika? Faqad talaba minni, kwa hakika alinitaka mimi, alitaka kwangu mimi, ba'dhul a'izza, mmoja katika watu watukufu, watu wenye hadhi, hakumtaja jina lake, pengine mfalme au waziri au nani. Amenitaka mimi baadhi ya watu watukufu, bimunasabati wafati, kwa mnasaba wa kutokezea kifo, ihda qaribatihi, mmoja katika jamaa zake wa karibu. Ilikuwa naikumbuka siku yenyewe, yaumal jumuati, siku ya Ijumaa, alwaqi', iliyotokezea fi 11 tarehe 11 Rabiul Akhir, mwezi wa Rabiul Akhir. Sisi kwa makosa tunauita mfungo 7 huo. Sanata, katika mwaka 1373, mwaka 1373 hijiria, kiasi cha miaka 46 tokea wakati mpaka sasa hivi. Anasema kanitaka mimi bwana huyo, an adha risalatan, niandike pamphlets, kijirisala kidogo hivi, peji moja tu, mukhtasiratan, cha ufupi, fi adabil janaizi, niandike katika risala hiyo mambo kuhusu adabu za mambo ya mazishi fil islami, ndani ya Uislamu. Kanitaka nifanye hivyo. Kwa nini? Liyaquma huwa, ili asimamie yeye mwenyewe, au ghairuhu, au mtu mwingine, bitabi'iha, kutabiisha, yani kupigisha chapa risala hiyo kwa kutolesha fotokopi chungu nzima, watauzi'iha, na baadaye zichawanywe fotokopi hizo, ala almujtamiina, juu ya watu wanaokusanyika, litaaziyati, kwa ajili ya kwenda kupeleka mkono wa taazia, fi ayamiha, katika siku zake hizo za taazia, almu'tadati, zenye kuzoeleka, indahum, kwa wao. Wana watu na mila zao, akifa mtu hujitenga mbali wafiwa wale, kama msikitini au kwenye nyumba au makaburini au wapi, wanakuja watu kwenda kuwaazi kule. Hayo mambo tutayazungumza huko mbele huko, kama hayafai. Basi aitumie risala ile kuichawanya, maana kaudhika mtukufu huyo, mwenye hadhi huyo, kafahamu mambo makubwa. Akanambia Albani, tafadhali andika kitu chochote kijapo kwa fupi, nikitolesha fotokopi, ikitokezea taazia kwetu sisi nikaichawanya pale, mpe mtu mmoja mmoja, sio mwenyewe. Muhtaniman,
Anasema nataka niitumie fursatan, nafasi gani? Ijtimaihim, ya kule kukusanyika kwao, litaarifihim, wapate kutambua bisunnati nabiyihim, mwenendo wa mtume wao. Watu wajifanya mambo ovyo, naona uchungu, naumia. Albani, niandikie kitu niwe nacho mimi, nikitoleshe fotokopi, kikitokezea kitu kama hichi nikaichawanye, nimpe mtu mmoja mmoja, na uwezo huo nao hakuna mtu atakayenifukuza mimi katika ukoo wetu, maana mimi nina hadhi hapa nilipo, mimi ni waziri au ni mfalme, nitawapa watu wote wasome, ili litaarifihim, nipate kuwatambulisha bisunnati nabiyihim, mwenendo wa mtume wao, hata yastannu biha, ili wapate kufata mwendo huo. Yastannu biha, wajipambe kwa sunna ya mwendo huo. Wayahtadu, na wapate kuongoka bihadiha, kwa uongozi wake mwendo huo. Wayastaniru, na wapate kung'ara binuriha, kwa nuru ya uongozi wake mtume Mwenyezi Mungu. Maana ukifuata uongozi wake unang'ara duniani, lazima utafautike baina wewe na watu wengine. Lazima kuja kama yule pale Muislamu, tena mwenye kumfuata mtume, hasa namna yako ulivyo, tabia zako, namna kila kitu. Anasema Albani, wa ma'a annani, na pamoja na kwamba mimi kuntu, wakati huo waliponitaka jambo hilo nilifanye, nilikuwa kadibashartu, nimeshaanza kushughulikia taalifa baadhi almusannafati, kutunga baadhi ya tungo zilizokuwa muhimu mno. Maana huyu Albani kaandika vitabu vingi sana. Katika mwanachuoni aliyefanya kazi ya uandishi, Albani kafanya kazi kubwa. Anasema wakati huo imekuja ombi hili, mimi tayari nimeshughulika, kalamu mkononi, naandika matabu makubwa al-ukhra, ambao ni mengine hayo. Lakini pamoja na hayo, faqad wa'adtuhu khaira, nilimwahidi huyo bwana kwamba nimesikia ombi lako na inshallah nitalitekeleza. Kwa nini? Lima fi dhalika, niliona ndani yake ombi hili, min at-taawuni, kuna mambo ya kutoa msaada, ala ihya'i sunnati, juu ya kuhuisha mwendo wa mtume. Kwa hivyo nitafanya bidii mimi mpaka nipate nafasi nifanye kitu hicho. Wa imatati albid'ati, na kwa upande wa pili ni kuua bid'a, na hiyo ndo kazi ya Muislamu aliyoletewa hapa duniani, kuja kusimamisha mwendo wa mtume na kuua chochote ambacho kimezuliwa katika dini yake. Hii ni kazi ya wajibu kwa kila Muislamu. Aliona Albani kwamba kuna umuhimu wa kumuitikia huyu, kwa sababu ndani yake itapatikana kuhuisha mwendo wa mtume na kuua mambo yaliyozuliwa. Kwa hivyo fasara'atu, mimi nikafanya haraka, ila tahqiqi raghbatihi, kwenye kuhakikisha mapendekezo yake bwana huyu, wa injazi talabatihi, na kupitisha matakwa yake alionambia. Nikafanya haraka kazi zangu nyingine, nikakuja kunja, nikakaa upande nianze kazi hiyo. Lakini mimi ma kitu ashra'u, sijakurubia hata kuanza hata sentensi moja, fi dhalika, katika habari hiyo, hata tabayyana li, Mwenyezi Mungu akanipelekea mambo mengine. Nakamata kalamu, nataka kuanza kuandika, nafikiri niandike nini. Anasema ikanibainikia mimi, annal amra, ya kwamba jambo lenyewe si jambo la mchezo, ni jambo nyeti. Abada, liko mbali, min an yutahaqqaqa, kuliko kufanyiwa uhakika wake, bitilka sur'a, kwa haraka hiyo nilionayo. Niko haraka hii haifai kwa jambo hili. Umma wote wa Kiislamu umepotoka sana katika mambo mazishi. Haitawezekana kabisa kuandika pamphlet moja ndogo, mambo hayo haitoshi. Wa ausau, nikaona jambo lenyewe ni kunjufu zaidi, ni pana zaidi, min an yujmaa, kuliko kukusanywa, fi risalatin, ndani ya risala ndogo, tuwazzau, yende ikachawanywe, ala nasi, juu ya watu, fi mithli tilka almunasaba, katika mfano wa mnasaba huo, kwenye taazia pale wapewe watu hivi, kisha hiyo basi. Nikaona haifai hivyo. Dhalika,
naona hivyo lianna adab aljanaizi, kwa sababu adabu za mambo ya mazishi, wa ahkamaha, na hukumu zake, kathiratun jidda, nimeona kwamba ni mengi sana, hayawezi kutosha kuandika katika hivyo. Wa qismun kabirun minha, na kigawanyiko kikubwa katika mambo hayo, mimma ikhtalafat fihi, ni katika mambo ambayo zimekhtilafiana aqwalul ulama ndani yake, wanavioni wamekhtilafiana katika mambo hayo. Nikaona kuandika pamphlet ndogo nitazidisha ugomvi zaidi pengine, na pengine watu hawatofahamu kabisa, nitaonekana ni mtu ambaye ovyo, nimesababisha zogo kwa watu, nimeandika mambo mdogo tu basi. Watadharabat haulahu al-ara'u, na katika mambo haya ya adabu ya jeneza zimepita kila upande pambezoni mwake al-ara'u, rai za wanavyuoni. Faminhum, kuna miongoni mwao, man yuharrimu shay'an, wanaharamisha jambo katika mazishi, wal akharu, na mwingine yubihuhu, analijuzisha kwamba ndilo linafaa. Wa minhum, na kuna wanavyuoni wengine, man yujibu shay'an, wanawajibisha kitu katika mambo ya mazishi, wal akharu, na mwingine la yujizuhu, hakijuzishi hicho sana kifai. Wa minhum, na miongoni mwao, man yarahu sunnatan, wanaona kufanya hivyo ni sunna, yani mwendo wa mtume, wal akharu, na mwingine yarahu bid'atan, jambo hilo analiona kuwa ni uzushi. Wa hakadha, na kama hivyo, kama huwa sha'nu, kama hivyo ndivyo lilivyo jambo, fi kathirin min almasaili, katika mambo mengi, al-ukhra, mengine ndivyo ilivyo dini ya Kiislamu. Fi akthari abwabi sharia, katika milango mingi ya sheria utakuta mambo ndio hivyo hivyo, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Hiyo usistaajabu, misdaqan liqauli llahi tabaraka wa taala, kwa kusadikisha tamko la Mwenyezi Mungu mtukufu pale aliposema, wala yazaluna mukhtalifin, hawatoacha binadamu kutafautiana, illa man rahima rabbuka, isipokuwa wale tu aliowarehemu Mola wako. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, khalaqahum, Mwenyezi Mungu amewaumba watu na akili zao, wamepewa uhuru wa kufikiri, kwa hivyo lazima watatafautiana. Kwa hivyo anasema Albani, lidhalika, kwa ajili hiyo, kana la budda, ilikuwa hapana budi, qabla kulli shay'in, kabla ya kila kitu, min jam'i mufradatin, mimi ilibidi nikusanye kitu kimoja kimoja, kitabu kimoja kimoja, nikaanza kuwatafuta Bukhari, Muslim, Abu Daudi, Nasai, Ibn Khuzaima, Ibn Majah, na wote wengine mashuhuri julikanao. Nikaanza kutafuta mufradati masaili aljanaiz, mambo yote ya mufradati ya masaili aljanaiz. Thumma, kisha baada ya hapo, dirasatiha, kuyapitia, nikayasoma, dirasatan dakikatan, kwa kuyasoma kwenda dipu mno, sio kijuujuu tu, nimekwenda dipu mpaka kutaka kujua huyu kasema hivi kwa dalili gani, kategemea nini, nimekwenda mno chini. Watatba'u adillatul mukhtalafi, na nikazifata zile dalili za watu waliokhitlafiana, alaihi, juu yake dalili hizo, minha, katika mambo hayo. Kwa hivyo nikazifata zote hizo, nikazama, nikaanza kupekecha kabla ya kutoa kitabu hichi ambacho leo kiko mikononi mwetu. Ni chapa ya 4, tena wakati huo 1986, chapa ya 4. Sikwambii leo tuko 1998, pengine ishafika mpaka chapa ya 6, ya 7, ya 8, ya 10. 1986 kitabu hichi ni chapa ya 4, na kila kikitoka kimerambwa, kinakwisha chote, kila kikitoka kimerambwa. Mpaka kwenye jamia za Saudia wanafunzi wananambia, mwaka jana mwezi Ramadhani niko pale, wananambia kwamba Albani ameondoshwa hapa Madina Haramaini na wafalme, na kitu kilichomuondosha hapa ni kwamba hakubaliani na baadhi ya fatwa anazozitoa Mufti al-Ami bin Bazi. Mtu mzima mno akitoa fatwa ambayo ina dalili, Albani hakubaliani nayo,
anasema kwamba hadithi iko hivi 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 hivi, inakuwa napingana baina yeye na mufti al-am, na wao mufti al-am usimpinge kwa chochote kile, ameondoshwa. Lakini wanavyuoni waalimu katika university wanamrecommend kwamba Albani ni mwanachuoni wa juu. Kwa hivyo wanafunzi wote pale Madina